Kazi yangu ni moja, kukuletea update ambazo zinatokea ndani ya nchi na nje ya nchi. Sasa kuna audio hapa, nataka tukasikilize wote kwa pamoja. Leo kulikuwa kuna taharuki leo ya kuhusu kule nyumbani. Leo walikuwa wanachoma zile maiti kwa moto wa gesi. Leo maiti zimechomwa kwa moto wa gesi, sehemu moja inaitwa Kondo. Zimechomwa maiti nyingi sana. Kumbe wameanza kuzichoma maiti karibu siku 4 kabla. Leo ndo watu wameona wakati zinachomwa na moto wa gesi. Satellite hata hivyo inaonyesha namna zinapochomwa maiti, na zile zingine zile wamezifukua baada ya hii ripoti ya CNN. Wamejizatiti sana pale. Magari ya polisi yanalinda ile eneo saizi ni mengi. Na kuna baadhi ya vijana wamesema wamejitahidi kupata picha, wamepiga kwa mbali. Kwa hiyo nchi haifai tena. Yani maiti za ndugu zetu hazitaonekana tena. Zimeyeyushwa kwa moto wa gesi. Mkumbuke na zile zilichomwa kwenye kiwanda cha kusagia cement. Umeona? Na zoezi hilo lote analifanya yule jamaa aliyeua yule anayemlinda rais pale pembeni. Yule jamaa anayemlinda rais ndo anayefanya zoezi hilo la kuchoma maiti. Na leo ndo alikuwa yeye yuko katika zoezi hilo. Huyo hapo. Huyo ndo anafanya zoezi, ndo yupo kwenye zoezi la uchomaji wa maiti. Hata leo alikuwa anasimamia kwa hali na mali. Na mtu yoyote ambaye anaye pale katika uchomaji, wakisikia siri imetoka anamuua. Wametishwa hivyo. Huyo hapo ndo anazichoma maiti. Baadaye ICC wakishaanza kutoa ushahidi mtamuona. Ana video zake kabisa huko ICC na voice zake. Kwa hiyo huyo ndo anachoma maiti. Au mkitaka kumuona zaidi ili mjue kabisa yuko Bennett na rais huyo hapa. Huyo huko pembeni. Hii ni picha ya juzi tu rais alipoenda Arusha. Yule kule. Kwa hiyo na maana rais anashiriki katika mauaji. Huyo jamaa anaua sana. Na maana anayo siri na rais. Anaua sana huyo. Ana video ambayo inasubiri kutoa ushahidi ya ICC, ambayo anawaua watu zaidi ya 100 peke yake. Amewafungia kwenye chumba akiwapiga machine gun. Hii ndio picha iliyomliza Abil. Baada ya kumuona huyu jamaa anaua watu kama nzige kwa kutumia machine guns, sio bunduki. Huyo hapa yuko nyuma ya rais. Alafu bado mtu anakuja anasema anaipenda hii serikali. Huyo yuko nyuma ya rais, ni muuaji mkubwa sana. Na Wazanzibari wanamjua huko Pemba, aliua sana miaka hiyo. Na anatoka kabila moja Zanzibar linaitwa Watumbatu. Kwa hiyo nadhani mmemuona. Ngoja turudishe mpendwa wetu Tanzania. Tuachane na mauaji haya. Nadhani mmemuona huyo. Kwa hiyo leo kulikuwa kuna zoezi la uchomaji wa maiti kwa gesi. Lakini uzuri Abiri alikuja asubuhi akatuletea akatuletea taarifa. Taarifa hiyo imeonekana na satellite, nadhani imeona kuna video ya satellite, na baadaye Abiri aliwapa Google Map ili watu wa Google, na ilionekana maeneo ya Lugalo. Ziko maiti zingine kule. Umeona? Ziko maiti nyingi tu pale Lugalo, na zenyewe ilionyesha Google Map. Kwa hiyo bado zoezi la uchomaji linaendelea. Kwa hiyo mnaokaa karibu na sehemu ya Kondo, Lugalo, muwe karibu, maiti za ndugu zetu zinazidi kuchomwa. Siku utawala huu ukitoka tutaona mengi. Ndio mtajua kwamba walikufa watu wangapi. Watu watajitokeza, saizi watu wanaogopa kuuliwa. Kwa hiyo jamani, hii nchi imechafuka, nchi inasikitisha. Nchi imechafuka na inasikitisha sana. Tujiazari sana kwa huu pumbavu jamani. Tujiazari sana. Pia leo tutazungumzia matamshi ya Msigwa. Jamani, ule Msigwa sio mzima. Msigwa sio mzima. Msigwa kaweka watu waandishi wa habari wengi anawalisha matangopoli. Na waandishi wa habari wamekaa wametulia. Uwezi kushindana wewe Msigwa na CNN. Uwezi. Msigwa anashindana na CNN. Anazania ni wakina Binti Kigoma, akina Kitenga, atawaambia nitawakamata. Ameferi pale. CNN imeonyesha picha, imeonyesha video, kila kitu. CNN waliomba zile picha wakaziangalia kama ziko sahihi. CNN walizikagua, zikaonyesha location, zikaonyesha mpaka time na sehemu, kila kitu.